Timu ya taifa ya Morocco imeendelea kuonesha kuwa mafanikio yake katika kombe la dunia sio ya bahati wala simulizi ya muda mfupi, baada ya kuwafunga wenyeji Canada mabao 3-0 na kutinga hatua ya robo fainali ya kombe la dunia 2026. Ingawa ushindi huo haukuwa wa kuvutia kwa upande wa soka la kushambulia, Morocco ilionyesha ukomavu, nidhamu na uwezo wa kushinda hata inapocheza chini ya kiwango chake cha kawaida. Katika mechi hiyo iliyochezwa Houston, Texas, Simba hao wa Atlas walitumia nafasi chache walizopata kuzalisha ushindi mkubwa uliowapeleka hatua inayofuata ya mashindano. Licha ya kufunga mabao 3, Morocco ilipiga mashuti 5 pekee kuelekea langoni mwa Canada. Hiyo ni idadi ndogo zaidi ya mashuti kuwahi kupigwa na timu iliyoshinda mchezo wa hatua za mtoano katika historia ya kombe la dunia. Pia kipindi cha kwanza cha mchezo huo kiliweka rekodi nyingine ya kipekee, ambapo kilikuwa kipindi cha kwanza katika historia ya kombe la dunia kuwa na kadi nyingi za njano kuliko idadi ya mashuti yaliyopigwa golini. Hata hivyo, Morocco haikujali takwimu hizo. Kilichokuwa muhimu kwao kilikuwa kupata ushindi na kuendelea na safari ya kuwania taji. Dakika za mwanzo zilikuwa za Canada. Washambuliaji Jonathan David na Tani Oluwaseyi walipata nafasi nzuri za kufunga, lakini mlinda mlango Yassine Bono aliokoa kwa ustadi mkubwa na kuiweka Morocco salama. Kwa dakika 15 za mwanzo, Morocco haikuwa hata imegusa mpira ndani ya eneo la hatari la Canada, jambo ambalo lilijirudia kama ilivyokuwa katika mchezo wao uliopita. Lakini baada ya kuhimili pressure hiyo ya awali, Simba wa Atlas walibadilisha kabisa sura ya mchezo. Polepole walianza kutawala umiliki wa mpira, wakadhibiti kiungo na kuondoa kabisa kasi ya mashambulizi ya Canada. Kocha wa Canada, Jess Marsh, alikiri kuwa Morocco ilionyesha uimara mkubwa. Walionekana kuyumba kidogo mwanzoni, lakini hawakuvunjika. Katika pambano lililokutanisha mataifa mawili yenye vipaji vingi vya kizazi kipya, Morocco ndio iliyoonyesha ubora mkubwa zaidi. Nahodha Achraf Hakimi aliendelea kuthibitisha kwa nini anatajwa kuwa miongoni mwa mabeki bora wa kulia duniani. Alihusika katika mashambulizi mengi huku akiongoza safu ya ulinzi kwa utulivu mkubwa. Kiungo mshambuliaji Brahim Diaz naye aliendelea kuwa injini ya ubunifu kwa kutoa pasi 2 za mabao. Kwa sasa Diaz amefikisha pasi 4 za mabao katika historia ya kombe la dunia, idadi ambayo ni kubwa kuliko mchezaji mwingine yote kutoka Afrika. Kwa upande wa Canada, nyota wao Alphonso Davies alishindwa kuisaidia timu hiyo kutokana na majeraha, huku mshambuliaji Jonathan David akizimwa kabisa na safu ya ulinzi ya Morocco. Kocha Mohamed Wabi alisema mchezo haukuwa rahisi kama wengi walivyotarajia. Alisema kipindi cha kwanza kilikuwa kigumu kutokana na presha kubwa ya Canada, lakini wachezaji wake walibaki waaminifu kwa mfumo wao wa mchezo. Kulikuwa na mambo mengi ya kurekebisha wakati wa mapumziko, lakini hatukubadilisha utambulisho wetu wala falsafa yetu ya kucheza. Aliongeza kuwa timu kubwa hupimwa kwa namna inavyoshinda hata siku ambayo haichezi vizuri. Katika kombe la dunia lazima kutakuwa na nyakati ngumu. Kilicho muhimu ni kubaki imara na kukumbuka unamchezea nani na unawakilisha nini. Kwa ushindi huo, Morocco imefika robo fainali ya kombe la dunia kwa mara ya pili mfululizo, baada ya kufanya hivyo pia mwaka 2022 nchini Qatar. Sasa imefikisha ushindi wake wa 4 katika hatua za mtoano za kombe la dunia. Idadi hiyo ni sawa na jumla ya ushindi wa hatua za mtoano uliowahi kupatikana na mataifa mengine yote Afrika yakijumuishwa pamoja. Iwapo Morocco itashinda robo fainali, itafikia tena mafanikio yake ya mwaka 2022 ilipokuwa taifa la kwanza kutoka Afrika kufika katika hatua ya nusu fainali ya kombe la dunia. Baada ya kutolewa kwa Canada, swali kubwa sasa ni kama Morocco inaweza kweli kutwaa kombe la dunia. Mpaka sasa Simba wa Atlas hawajapoteza mchezo wowote katika mashindano haya. Zaidi ya hayo, hawajafungwa katika michezo 34 mfululizo kwenye mashindano yote. Mara ya mwisho Morocco kupoteza mchezo ilikuwa ni Agosti 2025 ilipofungwa 1-0 na Kenya kwenye michuano ya CHAN. Tangu hapo imeendelea kuwa moja ya timu zenye uthabiti mkubwa zaidi duniani. Katika kombe hili imeonyesha uwezo wa kupata matokeo tofauti kulingana na mazingira ya mchezo. Ilitoa sare dhidi ya Brazil, ikawashinda Scotland kwa tabu, ikaifunga Haiti kwa mabao mengi, ikaiondoa Uholanzi kwa bao la dakika za mwisho, na sasa imeifunga Canada kwa mabao 3. Licha ya ushindi huo, baadhi ya wachambuzi wanaamini Morocco bado haijaonyesha kiwango chake bora.
Mchezaji wa zamani wa England Chris Sutton amesema Atlas Lions walicheza chini ya kiwango, hasa kipindi cha kwanza. Morocco haikuwa kwenye ubora wake kabisa, kuna mitihani migumu zaidi mbele yao. Aliongeza kuwa kama wataanza vibaya dhidi ya timu kama Ufaransa, wanaweza kupata wakati mgumu. Hata hivyo, alikiri kuwa Morocco ni moja ya timu hatari zaidi inapopata nafasi za kushambulia kwa kushtukiza. Mafanikio ya Morocco hayajatokea kwa bahati. Kwa zaidi ya miaka 15, nchi hiyo imewekeza fedha nyingi katika maendeleo ya soka chini ya uongozi wa Mfalme Mohamed wa 6. Mwaka 2009 ilifunguliwa akademi ya kisasa ya soka inayobeba jina lake. Mwaka 2019 kikazinduliwa kituo kikubwa cha mazoezi chenye thamani ya takriban dola milioni 65 za Marekani. Miundombinu hiyo imewezesha Morocco kukuza vipaji vya ndani pamoja na kuwavutia wachezaji wenye asili ya Morocco wanaoishi Ulaya. Miongoni mwao ni Achraf Hakimi na Brahim Diaz, ambao wote walizaliwa nchini Hispania lakini wakaamua kuitumikia Morocco. Kocha Wabi alisema mafanikio yote yanayotokea leo ni matokeo ya uwekezaji wa muda mrefu. Kila kinachotokea kwenye soka la Morocco leo ni kutokana na maono ya Mfalme Mohamed wa 6. Amewekeza sana katika maendeleo ya soka na hasa kwenye akademi. Baada ya safari ya kushangaza ya mwaka 2022 nchini Qatar, wengi waliona Morocco ilikuwa hadithi nzuri ya muda mfupi, lakini safari ya mwaka 2026 imebadili kabisa mtazamo huo. Kwa mujibu wa Wabi, Morocco haitaki tena kuitwa timu ya kushangaza. Sisi sio mshangao tena. Leo watu wanapoizungumzia Morocco wanaizungumza kama taifa kubwa la soka na timu halisi inayowania ubingwa. Alisema lengo lao sio kufika robo fainali pekee, bali kuendelea kuandika historia na kuifanya Morocco kuwa moja mataifa makubwa ya soka duniani kwa miaka mingi ijayo. Kwa sasa Simba wa Atlas wanaendelea kuota ndoto ya kuwa taifa la kwanza kutoka Afrika kutwaa kombe la dunia, jambo ambalo linaonekana kuwa karibu zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya bara la Afrika.